hilo tukio ni moja, na ni tukio hilo hilo analozungumza katika kitabu cha Mathayo sura 24. Anasema wakati huo wawili watakuwa wamelala, mmoja atwaliwa mwingine aachwa. It means kutakuwa na kitu kama cha upotevu wa watu duniani kwenye rapture. It means kutakuwa na kitu kama cha upotevu wa watu duniani kwenye rapture. It means kutakuwa na kitu kama cha upotevu wa watu duniani kwenye rapture. You get my point? Ndio, kwa hiyo watu watapotea, lakini mavazi yao kama ulikuwa unaona Esther amevaa gauni jeusi, unaliona gauni lakini Esther hayupo. Yaani kama Elia tu alipopaa kwenda mbinguni. Nimetembea nacho hiyo moyoni mpaka kufikia mwaka jana. Ninahimizwa sana kuelewa juma la 70 la kitabu cha Daniel, mlango wa 9 mstari wa 24 mpaka 27. Juma la 70, kumbe ambalo hilo juma la 70 lina miaka 7 ya mwisho, na hesabu yake imo humo katika hiyo miaka 7 ya mwisho. Sasa hiyo ni miaka 7 ya mwisho kutoka mwaka upi labda? Matukio yake ilikuwa sio rahisi kuyaelewa, isipokuwa ukienda na ratiba ya Mungu mwenyewe kulingana na hali inayojitokeza. Nikagundua kwamba kuanzia mwaka 2083 hii tulionayo sasa sio rahisi kuvuka 2026 bila kupata unyakuo wa dunia. Basi sasa hapo ndo tunataka tufahamu kwa kivipi zaidi hapo, yani kuendelea katika kutembea na swali la juma la 70 na kutaka kulifundisha mali pengine. Basi nikaja kujikuta hapa kanisani mwangu, najikuta sasa napanga miezi na miaka kwa kibiblia mpaka kufikia mwisho. Mpaka naweza kusema kwamba sasa hivi dunia haiwezi kavuka 2026, haiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Mko vizuri? Aya, tufumbe macho tumshukuru baba yetu, kisha tuende kwenye Daniel sura ya 9. Tunakushukuru baba yetu mwema, jina lako litukuzwe kwa kutufundisha na kutuelekeza mambo mazuri. Tunaomba kweli hii ikae kichwani, tukaiishi na kuitangaza kwa ulimwengu, kwa sababu muda umekwisha. Tunaomba utupe nguvu ya uweza wa Roho Mtakatifu, macho yetu yakafunguliwe, ubongo wetu kafunguliwe. Kwa uweza wako Yesu tunaamini mambo yataenda sawa sawa. Ni katika jina lake Yesu tunakutukuza Baba, amen. Daniel sura ya 9. Daniel sura ya ngapi? Ya 9. Hapa kuna unabii ambao yule mzee anasema kwamba anaulizwa kwamba, je, kwa nini unasema hii dunia haiwezi kuvuka 2026? Mzee wa watu mnyenyekevu anasema ya kwamba, na nampongeza kwanza wazee wachache sana wanaosoma Biblia. Kwa hiyo hata huyo mimi nasema anastahili kupigiwa makofi. Amen. Anastahili kupigiwa makofi miongoni mwa wazee. Wengi wazee wanakunywa gongo. Wazee wengi wako wapi? Ndio wanahangaika na wadada sasa hivi. Wazee rafiki yangu ndio wanaona mabinti. Yani wanatamani mabinti. Lakini mzee yeye ndiye anasoma Biblia. Anasema kwamba yani hii dunia haiwezi kufika 2026 pasipo unyakuo. Angalau ametry the best level. Hata darasani wanafunzi anayejaribu huwa anapewa nini? Pongezi. Yeye rafiki yangu anastahili kupigiwa makofi. Amen. Na anastahili kuombewa. Sasa katika Daniel sura ya 9 alisema kwamba kwa mujibu wa majuma 70, unabii wa majuma ngapi? 70 unaonyesha lile juma la mwisho linaonyesha ujio wa Masihi. Hiyo ni Francisco Rivera ndio alisema hii inawakilisha ujio wa pili wa Yesu na kunyakuliwa kwa kanisa. Kanisa tumesema mafungo aliyotumia ya Ufunuo 12 ya kwamba mwanamke ananyakuliwa, Biblia inasema alinyakuliwa kwenda nyikani kulishwa, si kwenda mbinguni kusubiri ujio wa pili. Ujio wa pili part 2B. Kwenda kupumzika afu kagome kwamba kule mbinguni hujaona familia yako, hivyo unagoma kula mpaka unapiga vyombo vya mbinguni ili familia irudiwe kwenye ujio wa pili part 2. Baada ya mpinga Kristo ametesa familia yako, wanaijiwa na wenyewe.
Jamani, hizo ni tungo za hadithi za kina Rivera jamani, za Wakatoliki. Twende tuangalie ukweli wa majuma 70 ni nini. Sikia sasa. Kwenye Biblia kuna unabii wa aina mbili. Kuna wa majuma 70, kuna wa miaka 70. Yaani ukiwa confused mapema tu. Kuna kitu kinaitwa unabii wa miaka 70, kuna wa majuma 70. Hizi ni different prophecies. Hizi ni unabii tofauti. Sawa? Ninaomba sasa tusome pamoja. Haya, hapa ni kitabu. Tuanze kwanza na hii miaka 70. Hii miaka 70 kwenye Biblia ni unabii unahusu nini? Miaka 70. Hebu soma kwenye kitabu cha Yeremia 25 fungu la 11 mpaka 12. Yeremia anasema nini? Kuna unabii wa miaka 70. Usichanganye na majuma 70. Ni vitu viwili tofauti. Japo vinakuja kulinki sehemu fulani kwenye kutimizwa. Na nchi yote, hii Yeremia 25 fungu la 11 inasema, na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa. Na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Tunaambiwa kipindi cha Yeremia, kipindi cha nabii Yeremia, watu wa Yuda walikuwa wameamwacha Mungu aliye chemchemi ya uzima, na wakajifanyia nini? Mabirika yavujayo. Na matokeo ni wakachukuliwa nini? Utumwa. Miaka mingapi? 70. Kwenda wapi? Wakamtumikia mfalme wa nini? Babeli. Nani? Nebukadneza. Iko open kabisa hii miaka 70 hapa inazungumzia Nebukadneza. Na watu walipelekwa utumwani, na tunajua Daniel sura ya kwanza tu inasema wale watoto wenyewe akina Daniel walichukuliwa wapi? Utumwani. Walipelekwa huko utumwani. Wengine wakachaguliwa wabaki ikulu, wengine wakalime mashamba, wengine wakasafishe vyoo, wengine wakachunge ng'ombe, wote wakatawanywa. Wakaua makazi huko wakawa utumwani. Kama neno la Mungu lilisema kwa nabii Yeremia, itachukua majuma 70 watakuwa utumwani. Fungu la 12. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile. Na hiyo miaka 70 ikiisha, ataadhibiwa nani? Mfalme wa Babeli. Swali, hivi huyu mfalme wa Babeli Nebukadneza alipojiinua juu ya Mungu, akasema angalia, huu si Babeli niliyojenga mimi, si Mungu alimpiga? Alienda kula nyasi mwituni. Si ndio? Baadaye aliporudishwa, mtoto wake si ndio alibaki rais? Belishaza naye akafanyaje? Akafanya makosa ya baba yake, ujinga. Akanywea pombe vyombo vitakatifu walivyochukua toka wapi? Yerusalemu. Walipokunywa usiku ule ikaandikwa nini? Mene, tekeri na peresi. Yaani umepimwa kwenye mizani ya Mungu na umeonekana umepungua. Maana yake kwamba umeonekana hautoshelezi. Akili hazipo sawa. Akili zimepungua wapendwa. Alipimwa kaona akili amepungukiwa. Anafanya ujinga mbele za Mungu. Ndivyo ambavyo watumishi wa Mungu tunataka kupungukiwa na akili, tunafanya vitu vya ovyo. Unaongea tu vitu bila nukuu, unaongea vitu bila maandiko, unawaambia tu Yesu aji, sijui nini, ujinga tu. Yaani Mungu atapima, ataona umepungukiwa, itafikia mahali itaandikwa mene tekeri na peresi. Don't wait for that. Don't joke with God. Acheni kabisa mchezo na Mungu. Mungu wa mbinguni ni Mungu muweza. Hivyo Babeli iliadhibiwa kwenye ile miaka 70. Ina maana kumbe Yeremia alikuwa nabii wa nani? Wa Mungu. Ndio maana alisema na ikawa. Hata sasa tutasema na itakuwa. Maana Bwana ni yule. Sasa miaka 70 kumbe ilikuwa ni unabii wa nini? Wa nini? Wa Israeli kipindi cha Yeremia. Are we together? Don't be confused. Hata kitabu kingine Yeremia 29 fungu la 10. Yeremia 29 fungu la 10 nalo linadhibitisha. 29 fungu la 10 linasemaje? 29 fungu la 10. Okay. Maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajiria ninyi na kulitimiza neno langu. Jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa
maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, nitakwenda pamoja nami. Twenda Danieli sura ya 9. Unabii huu wa ngapi? Wa miaka 70 ulitimizwa. Akina Danieli walienda utumwani, baada ya hapo wakaja kufanyaje? Kuruhusiwa warudi kwao. Kumbe unabii huo ushapita. Lakini Francisco Rivera jasusi anakwambia bado uko mbele. Alafu anakwambia unahusu Israeli. Unauzwa. Unauzwa na backing scheme unayo hapo. Unajibu unaona kabisa ni A, wanakwambia ni B. Ili mpotee kabisa pamoja nao, maana wao walishakataa mbingu. Daniel sura ya 9 inasema hivi. Kwanza fungu la kwanza. Katika mwaka wa kwanza wa Dario. Nani huyo? Dario, mwana wa Ahasuero, wa uzao wa Wamedi, ambao Wamedi walitawala baada ya Belshaza kuwa amepigwa. Dario ndio alitawala. Maana usiku ule walipopigwa Menemene Tekeli, Belshaza aliuawa na Dario aliyekuwa anasimamia jimbo la Umedi. Maana yake hivi, ngoja nikurahisishie. Wamedi au Umedi. Umedi au Wamedi, hao watu si kwamba walikuwa ni watu wa nje na Babeli. Hii Babeli ilikuwa inatawala majimbo mengi. Hata hii Umedi ilikuwa ni jimbo la Babeli. Hata Uajemi ilikuwa ni jimbo la Babeli. Do you understand that? Huyu Belshaza wa Babeli alipopigwa usiku ule, huyu nani Dario ndio alikuwa jimbo la huyu. Dario alikuwa chini ya nani? Ya Nebukadneza. Alikuwa chini ya Dario ya Nebukadneza na Belshaza. Are we together? Yes. Hao wote ilikuwa majimbo ya Babeli. Hata hii Rumi ilikuwa jimbo la Babeli. Hata Greece ilikuwa jimbo la Babeli. Huyu nani? Kote dunia nzima ilikuwa inatawaliwa na mfalme mmoja. Yote mataifa yote yalikuwa chini ya Babeli. Ina maana huyu Belshaza alipopigwa, huyu aliyekuwa anasimamia jimbo la Umedi, huyu Dario ndo akawekwa kuwa top. Huyu Dario ndo akafanywa huku ndo pawe ikuru. Na kuanzia hapo ufalme ukawa nini? Ufalme wa Umedi. Hii ikawa nini? Ikawa jimbo. Mambo hayo. Yaani ukichezea Mungu, anashusha, anapandisha mwingine, wewe unashushwa. Hapa ilikuwa ndio ikulu ikahamia hapa, huku ikawa nini? Jimbo. Danieli ndo akakabidhiwa huku. Danieli akawa mtawala namba 3. Danieli akawa huku. Mtu wa Mungu akakabidhiwa yeye huko atawale. Kutoka kwa Dario kulikuwa na watawala 3, Danieli ndio alikuwa 3. Unaona sasa? Mambo ya Mungu sio ya mchezo kabisa. Mungu akisema niwe ndoda inaenda kwa Shetani, amemaanisha hivyo. Akiwaambia acheni mtu awe asije akasujudia upapa, acheni. Hata watu walijichanganya hapo, wakara vyao, malaika akaja kuandika twa kwenye nini? Kwenye ukumbi. Walikuwa nafikiri wako peke yao. Walishangaa tu kipisi cha mkono kinachora. Wewe wacha kabisa Mungu. Alafu yale maneno yalikuwa na waka moto. Ukitaka kuyasoma hivi na watu wamekunywa pombe, eti asome maneno matakatifu. Na kuambia yale yakawa yanaumiza macho. Mtu anasikia yanakata kama amekula vitunguu. Kama anakata vitunguu. Aliyeweza kuyasoma ni Danieli tu ndo akayasema Menemene Tekeli na Peresi. Umepima, umepungua, yameisha. Akaanza kutetemeka tu hivi. Ndivyo marais wengi watatetemeka. Bora wamtii Mungu sasa. Tuacheni kucheza na mbingu. Eti mtu unazuia watu wasiende kuabudu. Eti unafanya nini? Eti serikali imesema watafanya mtihani Jumamosi. Mnacheza na Mungu? You are playing with a game with the Holy One. Mungu, muumbaji wa mbingu, ninayemjua mimi. Umepotea njia. You will receive the consequence. Huwa anaongea, ardhi inasema, inaitikia, ndio baba. Ardhi ambayo tumeisoma kwenye biology ni nani living organism. Hadi mawe yanasikia na tumesoma ni nani living organism. Kumbe Mungu huyo anaweza
kufanya living, nani living iwe living. Hata majiwe yatahama, mpaka milima itatii. Yesu tunakusikia, twende wapi? Nendeni kusini, itahama. Ufunuo 6 inasema wafalme wa nchi watakuwa sasa hapo wanatetemeka kama Belshaza, wakisema hii tufanyeje? Milima tuangukieni. Milima na yenyewe inamsikiliza Bwana, inasema Bwana tuwafiche, tusiwafiche, wakimbieni. Inakula mbio. Yani don't play with God. Don't play with God. Don't play with God. Acha machezo. Kwa hiyo sasa miaka 70 ya utumwa ilitimia na Dario akachukua ufalme na mambo yakawa hivyo. Danieli naye akatawala. Ndivyo huyu naye wakaenda hawa kina Dario. Unajua saa Dario ndo wanaenda kwenye unabii wa hiyo majuma 70. Wacha tusome sasa. Majuma 70 haya yanaenda kugusia hawa. Sasa ndo sikia sasa mambo yalikuaje. Paka Dario aligawa ufalme huu Dario. Akawagawia na Uajemi wakashirikiana. Haya majimbo mawili wakalinki. Ndio maana utawala wa Umedi na Uajemi unaonyesha ni Umedi na Uajemi. Majimbo mawili yakagawana ikulu, yakatawala pamoja. Danieli akawa watatu. Ina maana Danieli akawa anashirikiana na Umedi na huku Uajemi. Do you understand? Quick. Hallelujah. Maneno matamu kabisa. Danieli aliposoma kwenye Danieli 9 fungu la kwanza anasema katika mwaka wa kwanza wa Dario, akiwa hapa, wa Dario mwana wa Asweli wa uzao wa Medi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya miliki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Daniel, kwa kuvisoma vitabu na ifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Unaona? Kumbe ilitimizwa kipindi cha Daniel. Sasa wewe unasoma commentary ya majasusi, wanakuambia miaka 70 ni ya Israeli ya sasa, wakati Biblia yako inakukataza. Inakwambia ilitimia Danieli. Sasa huyu Daniel alipojua miaka imefika, unajua alifanyaje? Akajua inatakiwa warudi wapi? Yerusalemu, maana Mungu aliahidi baada ya miaka 70 nitawaijia, mtarudi kwenu. Na akasema hivi, fungu la 3, nikamwelekeza Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Nikamwomba Bwana Mungu, nikaungama, nikasema Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, asikae maagano na rehema kwa wampendao na kuzishika amri zake. Nimefanya dhambi, nimefanya ukaidi, nimetenda. Akatubu mpaka dhambi za wengine. Unaona sasa? Sasa akiwa kwenye deep prayers, akiomba sasa Mungu, tumeona miaka yetu imeisha. Na nimekalkuleti kupitia vitabu vya Yeremia, muda wetu wa kurudi Yerusalemu umefika. Huko Babeli si kwetu. Akaomba, Mungu akaanza kujibu. Sikia sasa alichojibiwa. Ndicho kinazaa unabii wa majuma 70. Kwa hiyo miaka 70 inapokatika ndipo kunazaa majuma 70. Tusikilize yenyewe yanahusu nini. Usisikilize hao majasusi wa Roma. Watakuuza tu kwa bei ya vipande 30 vya fedha. Danieli akajibiwa kwenye fungu la ngapi? Fungu la 18 Danieli 9 inasema, Mungu wangu, tega sikio lako, ukasikie, fumbua macho yako, ukautazame ukiwa wetu, na mji ule ulioitwa kwa jina lako. Maana hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi. Bwana, usikie Bwana, usamehe Bwana, usikilize ukatende, usikawie kwa ajili yako Bwana. Mungu wangu, kwa sababu mji wako na watu wako wanaitwa kwa jina lako. Anaombea watu warudi Yerusalemu wakaujenge upya. Si Yerusalemu hii iliyokataliwa na Yesu ikasemwa imekwisha, imeachwa ukiwa. Hiyo ni forever. Hii tunazungumza Yerusalemu iliyovunjwa na Nebukadneza ikajengwa na kina Nehemia na kina Ezra. Ndipo hapa fungu la 20 ndio anapewa unabii wa majuma 70 kwamba huo mji wa Yerusalemu utajengwa lini upya. Hiyo ndio chimbuko la majuma 70. Unahusiana na kina Danieli kujenga upya Yerusalemu wakiwa na kina Nehemia na kina Ezra. Tusome ratiba ilitolewa na malaika Gabriel. Amen. Fungu la 20 inasema,
Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israel, na kuomba dua yangu mbele ya Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu, naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabriel niliyemwona katika njozi hapo kwanza, akirushwa upesi, akirushwa nini? Upesi, alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni, akaniagiza, akaongea nami, akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri. Ilitolewa nini? Amri. Nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Haleluya! Hata wewe mpendwa, unapendwa sana. Ndio maana uko hapa kusikia maneno ya kinifu ya Bwana kutoka kwa malaika Gabriel, kutoka kwa Roho Mtakatifu, leta habari kutoka patakatifu pa Baba yetu. Amen. Tega sikio, unapendwa sana na Mungu. Anasema ya kwamba Danieli, unayependwa sana, unayependwa sana. Fungu la 22, akaniagiza, akaongea nami, akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate nini? Kufahamu. 23, mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Danieli akaambiwa yameamriwa majuma mangapi? 70. Majuma 70 yameamriwa, wiki 70. Wiki 70. Hivi niwaulize, wiki ina siku ngapi? Siku 7. Je, majuma 70 ni sawa na siku ngapi? Unazidisha mara 7. Sawa sawa na siku ngapi? 490. Si ndio? Hizi ni siku. Kwa hiyo kwa maana nyingine alikuwa anamwambia siku 490 zimeamriwa juu ya watu wako, au majuma 70 yameamriwa juu ya watu wako, na mji wenu ambao unakaa ukiwa au hujajengwa upya, na mmekaa huku Babeli, mnatakiwa mrudi. Yameamriwa sasa majuma 70. Danieli asikie. Lakini akaambiwa hivi, maneno yanayofuata. Majuma 70 yameamriwa. Angalia hiyo ni fungu ngapi hapo? Fungu la 24. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiriza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya nini? Uovu. Sababu ya hizi majuma 70 nini? Kukomesha makosa. End of sin. Kukomesha nini? Makosa. Uasi. Uasi wao walioufanya, Mungu anataka akomeshe. Sawa? Na kuishiriza nini? Kuishiriza dhambi. Kuishiriza dhambi. Na kufanya nini? Upatanisho. Yaani Biblia inatakiwa unasoma point kwa point, unazinoti. Lazima uwe na note point kwa point, ndipo utaenjoy Biblia. Ukisoma tu na hiyo ndio neno la Bwana, tumshukuru Mungu. Ndio kwenye biashara. Nasema mchungaji, hapa dakika zimeisha. Saa 6 hii. Hey, utakwisha. Maana Bwana akitaka kunena, acha nene na wewe. Maana ni maneno ya uvuvio. Anasema ya kwamba ameambiwa kutakuwa na kazi 3: kuishiriza dhambi, kufanya upatanisho, kukomesha makosa kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele. Kuleta nini? Haki ya milele. Kuleta haki. Kuleta haki. Ile ya Mafarisayo iondoke, iletwe haki. Kuleta haki. Yaani Yesu alisema haki yenu isipozidi haki ya milele. Haki yenu isipozidi ya Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Alafu kitu kingine anasema ukiacha kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Kitu kingine ni kutia mafuta aliye mtakatifu. Kutia mafuta nani? Aliye mtakatifu. Aliye mtakatifu. Aliye mtakatifu ni nani?
Yesu alisema aliye mwema ni nani? Ni mmoja tu. Naye ni nani? Ni Mungu. Sasa huyu mtakatifu anayetiwa mafuta mmoja ni nani? Gabrieli alipokuja kwa Mariamu aliambiwa hivi, tazama tumbo lako, kilicho ndani yake ni kitu kitakatifu. Aliambiwa hivyo. Watu wanaomba maandiko. Twende tukasome. Maana hapa ndipo tutajua hii aya wa juma 70 yanahusiana na ujio wa pili wa Yesu au ilikuwa inahusu ujio wa kwanza wa Yesu. Na ujio wa kwanza wa Yesu kweli ulikuwa unahitaji lile hekalu lijengwe upya. Yes, ili sacrifice ziendelee. Yesu ndio akomeshe nini? Hizi sacrifice, kuishiriza makosa, kukomesha dhabihu. Wacha tutasoma hapo Danieli tena tutarudi. Hapa aliambiwa kitu kilichoko tumboni ni kitu kitakatifu. Kitu kitakatifu tumboni. Kitakatifu tumboni. Aliambiwa kilichoko ni kitakatifu. Kitakatifu. Holy thing. Aliambiwa kitakatifu. Kilichoko tumboni ni kitu kitakatifu. Luka 1:35. Luka 1:35 inasema, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kinaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kinaitwa holy thing, the son of God. Kwa hiyo kumbe kutiwa mafuta, hizi majuma 70 zilikuwa zinahusu kutia mafuta kitu kitakatifu, ambaye ni Luka ngapi tumesoma? Luka ngapi open? Luka 1:35. Si ndivyo? Amjaandika? Wanafunzi walilala kidogo. Ni Luka 1:35. Hapa ndio ilikuwa inaongelea haya majuma 70 yana kazi ndani yake, itakuwa ni kumtia nani? Mafuta nani? Kristo. Mwana wa Mungu, kitu kitakatifu tumboni wa Mariamu. Alafu ni kuleta upatanisho wa kweli. Hebu twende taratibu sasa. Majuma 70 yameamriwa. Turudi Danieli 9 tena. Tusome vizuri kwa umakini, alafu tukaelewe vizuri ili uongo ujulikane na mambo yawe wazi. Inasema pia kazi hizo ndo zilikuwa zinafanyika. Haya, fungu la 25. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu, hata zamani zake Masihi aliye mkuu. Okay? Tangu amri. Kuna kitu kinaitwa nini? Amri ya kujenga nini? Yerusalemu upya. Si hao kina Danieli walikuwa wanataka warudi wapi? Yerusalemu. Na inatakiwa ujengwe upya. Sasa anaambia tangu amri ya kujenga Yerusalemu, ya kujenga upya. Sio Yerusalemu huyu wanataka kujenga hekalu hiyo. Hamna kitu hapo. Si aiongelewi hiyo. Hiyo inaongelewa kina kipindi cha Danieli. Aiongelewi hii kujenga Yerusalemu hii sasa hivi wanajenga hekalu jipya hii. Hapa wanazungumzia, hebu tusome hiyo Danieli 9. Inasema ni ujenzi wa Yerusalemu, mji, sio hekalu tu. Ni mji na njia zake na barabara zake. Yaani Biblia iko very open kukataa uongo. Inasema basi ujue tangu amri ya kujenga upya Yerusalemu, hata zamani za Masihi mkuu. Masihi aliye mkuu ni nani? Ni Kristo. Messiah the great ni Kristo, si kitu kingine. Bwana sifiwe. Kutakuwa na majuma 7. Namba 1 kwanza, kutakuwa na majuma 7. Hayo majuma 70 yanagawanyishwa. Kutakuwa na 7 weeks. Tangu hii amri tuweke hapa inaanza X. Hapa. Tangu hapa kutakuwa na 7 weeks. 7 weeks. Hapa paka Masihi aliye mkuu atatiwa nini? Ambaye ni Kristo atatiwa mafuta kwanza. Atatiwa nini? Mafuta. Haya. Ipi kutiwa mafuta ni kupokea nini? Roho Mtakatifu.
sio upako. Kutiwa mafuta ni Roho Mtakatifu. Daudi nani alienda kumtia mafuta Daudi? Samueli. Si Sauli alimkataa Mungu. Roho Mtakatifu alimwachaje? Wakati Samueli anaenda kumtia mafuta mtoto mdogo wa Yese ambaye ndo Daudi. Ndio dakika hiyo Roho Mtakatifu alimwacha nani? Sauli. Ikamuingia pepo. Ilianza kumsumbua mpaka yeye huyo akatafuta mpiga kinanda maarufu. Akajikuta tena anamsogeza nani? Mfalme mtarajifu. Yaani hesabu za Mungu huwa zinapigwa kwa namna ya ajabu sana. Yaani mtu unamleta mtu huyo mtarajifu unamsogeza, au yeye huyo ndiye anafanya kukuombea tena. Yaani anapiga kinubi, pepo linaondoka. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu ndiye anatia mafuta nani? Kristo. Niwaulize, Yesu Kristo alitiwa mafuta lini? Yesu Kristo lini alitiwa mafuta? Siku anabatizwa. Oh, barikiwa sana mwanafunzi wa Yesu. Siku Yesu anabatizwa kwenye Mathayo ngapi? 3. Ilikuwa mwaka gani? 27 AD. 27 AD. Ndipo Yesu alifanyaje? Alibatizwa. Alipobatizwa ndipo Roho Mtakatifu alimshukia. Akamtia nini? Mafuta. Alishuka kama nini? Katika utukufu, umbo lilionekana kama la hua. Hakuwa njiwa. Alifanyaje? Hakuwa njiwa, ila alishuka katika utukufu wa kiungu. Ulionekana kama hua anashuka. Sasa mwandishi ameandika alishuka katika mfano wa hua. Mfano, a form of a dove. Watu walisema alishuka dove. Usomaji wa maandiko kama unasoma hadithi ndio mambo. Kwa maana wa majasusi walituletea vitabu vya hadithi nyingi. Ili tuwe wapuuzi wa kusoma hivyo na Biblia tuwe tunasoma kama tunasoma hizo novel. Unaona sasa? Yaani hivyo alitia mafuta. Sasa tuulize, Biblia inasema, je, kutiwa mafuta ndio hivyo? Tuulize tena Biblia mafungu mengine. Haya, Yesu alisema nini? Yeye mwenyewe alisema nini? Haya. Katika kitabu gani? Kitabu cha Luka 4 fungu la 18 mpendwa. Luka 4 fungu la 18 nasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Unaona sasa? Question and answers. Yaani unajibiwa humo kwenye Biblia. Luka 4:18 nasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata nini? Kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Roho wa nani? Wa Bwana. Ilikuwa inatabiriwa wapi pia? Isaya 61 fungu la kwanza. Isaya ngapi? 61 mpendwa, fungu la kwanza. Ilitabiriwa ya kwamba huyo mtoto mwanamume atakayezaliwa ndiye atafanyaje? Alisema hivi 61 Isaya fungu la kwanza, Roho wa Bwana Mungu, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia nini? Mafuta, ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa. Kwa hiyo kutia muhuri, kutia mafuta aliye mtakatifu ni kwa kwenye ubatizo, ambapo alibatizwa ndio Roho wa Bwana alimtia mafuta. Na yeye Yesu ndiye alisema, si kitu kingine. Upotoke na Biblia iko wazi. Unapenda kupotea mwenyewe? Elewa sasa, yalitengwa majuma 7. Haya, ujue hesabu nzima ni majuma 70. Ila anakugawanisha sasa. Kuna majuma 7 mpaka kuja kufanyaje? Kutiwa mafuta hapa. Huyu aliye mtakatifu. Tusome tena Danieli 9. Turudi tena, anaendelea kutugawanyisha hapo. Gabriel anatoa maelekezo kwa Danieli 9 fungu lile la 20 na ngapi? Na 5. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake. Ina maana Yerusalemu wote, si hekalu, no, ulikuwa ni Yerusalemu wote umebomolewa. Kwa ulijengwa mji wote na njia zake na barabara zake na handaki. Naam, katika nyakati za tabu watakuwa katika hali ya tabu, lakini wataujenga, wataumaliza.
Bwana asifiwe. Na baada ya yale majuma 62, haya tunaambiwa kuna majuma mangapi tena? Kutoka hapa sasa ametiwa mafuta hapa. Anakuja tena hapa. Majuma ngapi? 62. 62 weeks. 62 weeks. Hapa. Sawa? Hapa zimekuwa ngapi? Jumla zimekuwa ngapi? Jumla zimekuwa ngapi wapendwa? 69. Amen. Zimekuwa jumla 69. Angalia vizuri kwa makini kabisa. Hii leo unaenda kuielewa vizuri kama unakunywa maji. Hapa tumepewa 7 mpaka anatiwa muhuri, anatiwa mafuta. Hapa tunapewa 62. Yerusalemu itakuwa imekamilika na hekalu na barabara na handaki. Walikuwa watakiwa wameshamaliza. Hapa jumla zinakuwa majuma ngapi? 66. Hapa tayari, nyumba tayari, mji tayari umeshajengwa, mji tayari. Haya, tunaweka mwaka X, hatujui. Sawa? Haya. Baada ya hapo anasemaje tena? Na katika imebaki wiki ngapi ili zikamilika 70? Wiki moja. Haya. Na mawili na kujenga, fungu la 26. Na baada ya yale majuma 62, Masihi atakatiliwa mbali. Nini maana ya Masihi kukatiliwa mbali? Masihi kuuawa. Kukatiliwa mbali, kufa kwa nani? Kwa Yesu Kristo, kufa. Sawa? Sio kuja mara ya pili duniani. Hapana, sio kupaa mbinguni mpendwa. Kama unavyokuambia baada ya majuma 70 tuliambiwa anakatiliwa mbali. Masihi anakufa. Sio kuja mara ya pili kuja kuwa kanisa, hapana. Yaani unauzwa tu kwenye kona ndogo. Alisema kwamba Masihi atakatiliwa mbali baada ya majuma hayo 62. Kivipi? Anasema hivi, naye atakuwa hana kitu. Si walimvua hadi nguo. Na watu wa mkuu atakaye kuja watawaangamiza mji. Ni akina nani walikuja wakauangamiza mji? Baada ya kuwa Yesu ameshaondoka na Yerusalemu umemkataa Mungu ukalaaniwa. Ni mkuu gani alikuja? Alikuja Sestias mwaka 66. Akauzingira mji na alisema mtakapoona mji wa Yerusalemu umezingirwa na majeshi ya Rumi, kimbieni mlimani. Mwaka 70 alikuja Tito. Huyo ndio mkuu alikuja kuteketeza mji. Sasa je, unaambiwa kumbe ni mwisho wa dunia? Hapana, hapo tunaongelea ujio wa kwanza wa Yesu. Na hapa tunaambiwa baada ya majuma 70 anakatiliwa. Nataka tusome kuna kitu hapa ili ndio niandike hiyo. Anasema atakatiliwa mbali, atakuwa hana kitu, na kweli walimvua nguo, akabaki uchi hana kitu. Na wakafanyaje? Baadaye ndio walikuja na wale mji wao ukachomwa na Warumi kupitia Tito. Na anasema na patakatifu na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika. Na hata mwisho ule vita vitakuwepo. Na vita kweli zilikuwepo. Si siku za mwisho, ni siku zile. So walianza kupigana na Warumi na huko wakaanza machafuko. Na Waashuru nao wakaanza kulipiza kisasi. Naye atafanya agano na thabiti na watu wengi. Sasa huyo Yesu wakati anakufa atafanya agano na watu wengi kwa muda wa juma moja. Hilo juma moja sasa la mwisho hilo. Na kwa nusu juma hiyo, na kwa nusu juma hiyo, ambayo nusu juma ni katikati ya hiyo juma la mwisho ambayo ndio la 70. Sawa? Ataikomesha sadaka na dhabihu. Na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Haya. Juma, katikati ya juma Masihi ndio anakatiliwa mbali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaambiwa hivi. Hapa anakatiliwa katikati ya juma 3.5 week. Na huku baada ya hapo kuna 3.5 week. Huyu Masihi anakatiliwa mbali, alikatiliwa katikati ya juma, ndio alikomesha dhabihu. Alikomesha sadaka za wanyama. Yesu alikufa mwaka gani? 31 AD. Katikati ya mwaka. Ilikuwa mwezi wa 4 kama leo. Mwezi wa Abibu. Yes. Sasa baada ya hapo linasimama chukizo la uharibifu. Ndio maana leo tuna Easter.
Ni machukizo hayo yamesimama badala ya nini? Yesu alikomesha dhabihu kweli? Sadaka za wanyama leo tunatoa, ina maana alizikomesha hapo alipokufa yeye, ikaisha hiyo. Kivipi? Waebrania sura ya 9 fungu la 11 inasema kwamba kwa damu yake mwenyewe alikomesha sadaka za damu ya ndama na kondoo, maana hizo zisingeondoa dhambi. Unaona, Waebrania 9 kuanzia fungu la 10 mpaka 11. Na pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Yes. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa mnyumbulisho huu ulikuwaje? Huu ulikuwa unahusu ujio wa kwanza wa Yesu. Na hivyo tunapataje sasa mchanganuo ili tuelewe vizuri? Tangu amri ya kujenga Yerusalemu, tukaangalie sasa kwenye historia. Amri ya kujenga upya Yerusalemu ilikuwa lini? Ili tujue majuma 70 yalichezaje kwenye kufa, kubatizwa kwa Yesu na kufa kwa Yesu na kufufuka, hatimaye yakaisha. Na watu tuangalie sasa vizuri kabisa. Tuangalie hapa hivi. Amri ya kujenga Yerusalemu ilitoka lini? Kujenga mji mzima, si kujenga kahekalu waka. Ni kujenga mji mzima, ulikuwa umebomolewa na Nebukadneza. Ujenzi wa Yerusalemu ulitolewa kwa amri 3. Kwa amri ngapi? 3. Nitakusomea mafungu tu kwa sababu ya muda wetu, ili mambo yote uyaandike mwenyewe. Angalia. Amri ya kwanza ya kujenga Yerusalemu. Hapa nimeweka mchoro. Hapa kuna ujenzi wa kanyumba, ujenzi wa Yerusalemu. Kulikuwa na watawala 3 ambao walitoa nini? Agizo la kwenda kujenga Yerusalemu. Hapo si tunaangalia Daniel yakiwa chini ya nani? Ya Dario. Lakini chini kwenye Umedi na Wajemi kulikuwa na watawala wengine. Dario alikuwepo kule Umedi. Huku Wajemi alikuwepo mfalme mwingine. Bwana asifiwe. Walikuja akina Atashasta, akaja Koreshi. Sasa kuna amri 3 walitoa 3 kwa nyakati za kuwaruhusu watu, nendeni mkajenge sasa nyumba yenu. Tumeshawapa kibali, utumwa umeisha kama Mungu wenu alivyowaagiza. Amri ya kwanza ilikuwa agizo kupitia Koreshi mwaka 536 BC. Amri ya kwanza ilikuwa mwaka 500. Ilikuwa ni 3 decree. Tutaangalia ya kwanza, ya pili, ya tatu, tuone ipi ambayo tunaitumia kwenye kuhesabu. Ya kwanza ilikuwa chini ya nani? Ya Koreshi. Hii mwaka miangapi? 536 BC. Sawa? Huyu Koreshi alipokuwa ametoa hilo agizo, watu hawakwenda. Yaani watu wanaruhusiwa warudi kujenga nyumba yao. Watu wamezoea utumwa. Watu wamezoea nini? Utumwa. Hata sasa tunawaambia watu, rudini mashambani, kajiandae kwenda mbinguni. Watu hawataki. Wanasema tuache shule kabisa. Tuache shule, tuache kazi. Hivi wana wa Israeli walipokuwa Misri, muda ulipofika wa kutoka, waliambiwa tafuteni kondoo, paka nini, damu kwenye miimo ya milango, na mtulie, mkusanye na watoto wenu muwatoe kwenye mashule. Unafikiri kuna mtu alilemba hapo? Waliambiwa watoeni watoto shule, muda wa kutoka umefika. Wengine wakawa wabishi. Waliokuwa wabishi, mtoto yeyote aliyekutwa nje siku ile ya Passover, siku ile ya Pasaka ya kwanza duniani, ile Passover, si hii Easter. Ilikuwa ni siku ya wana waweze kukombolewa utumwani, ilikuwa inaitwa Passover. Maana malaika wa Mungu alipasi usiku, alipita usiku, aliangalia ile nyumba zenye damu kwenye miimo yake, ndipo aliacha kuingia kupiga, kuua watoto. Sehemu ambazo zilikutwa eti ni shuleni, mtoto ulimwacha shuleni, anapitiwa na malaika wanaua. Nchi nzima waliua. Kwa Mungu akikwambia muda fulani be here, go. Usianze kuleta ubishi na teolojia zako na usomi wako. Mungu amesema fuata. Ukiremba upanga unakuja, utafyeka watoto wako, Babeli itamaliza. Passover. Hapa Koreshi aliwaambia tokeni, hawataki. Akaja nani? Dario akaja akatoa amri ya kwamba nendeni mkajenge. BC 519. Hii miaka ilikuwa inatoka juu inashuka chini. Ndio maana unaona namba zinapungua. Miaka hiyo BC. Hii ilikuwa 536. Koreshi akatoa agizo,
nendeni mkajenge. Walitoka wachache. Unajua walitoka kina nani? Walitoka kina Ezra wa kitabu cha Ezra. Walitoka few wakaenda kujenga, wamechoka huku watu wengine hawataki, wameng'ang'ana mjini Babeli. Unaona, mwaka 519 Dario naye akasema, jamani, natangaza katika Umedi na Wajemi, watu wa Waebrania warudi kwao jamani. Wakatoka wachache tena. Yaani rais mpaka anatangaza, Wasabato ondokeni mijini. Mnataka mpaka serikali iseme kwamba achieni ajira, sasa ni muda wa new edward. Paka mtaambiwa na maraisi wapagani. Simnasubiri. Mawe atasema mwaka 457 agizo la nyingine likatoka chini ya nani? Artaxerxes, Artashasta. Huyu wa Dario alitoa hii ya pili, amri ya pili. Hii ya tatu ilitoka kwa Artashasta. Artashasta, mfalme Artashasta wa kipindi cha Esther. Artashasta, yule ambaye alimuoa Esther. Yule aliyechukua malkia nani? Esther. Ndio huyo Artashasta. Huyu ndo amri ilikuwa ya mwisho. Hiyo ilikuwa ni third decree. Kwa hiyo kumbe ruksa za sisi kutoka hata sasa kwenda kujenga upya Yerusalemu wa kiroho. Jamani, sasa hivi tunaenda kujenga maisha ya kiroho. Hatujengi kitu cha kijiografia. Maana Yesu alishakujenga muda. Hapa mwaka huu ilikuwa hiyo ni ya mwisho. Waliobaki mwaka huo wakabakimo ndio walikuja wakakutwa na ya kukutwa. Akaja nani? Mtu hawajui hawa. Alikuja mtu anaitwa Hamani Mwagagi. Akasemaje? Mambo yakajitokeza tu. Amri katangazwa, Wayahudi wote wauawe. Sio waligoma kutoka. Ndivyo ambavyo kuna majanga yatatokea kwa ajili ya Wasabato ambao wanakatalia mjini. Mambo yatakuja kujikoroga tu, Wasabato wauawe kwanza wa mjini. Au kijijini waacheni. Waliuawa huku. Ilitakiwa wauawe hao. Maana walikuwa wabishi. Mungu amesema mtoke mrudi. Wapi? Wapagani wanasema tokeni mrudi. Wapi? Wapo tu. Wanakomana nini? Na mambo ya chipsi huko. Maana mashambani hamna machipsi huko. Basi mambo yakawa hivyo. Ikabidi Esther ajitoe muhanga. Ilikuwa ni hizi decree 3. Hii ndo hiyo ambayo ndio inatumika kwenye kuhesabu mambo ya unabii wa hizi majuma 70. Tunachukua hii ya mwisho. Mwaka 500 ngapi? Sasa fanya hivi. Haya majuma 70 tulisema ili tupate siku halisi. Tunazidisha kila juma lina miaka mingapi? Lina siku ngapi? Kila wiki na siku ngapi? 7. Majuma 70 maana yake ni ngapi? Ni miaka mingapi? 70 mara 7 ni siku 400. Sawa? Kwa hiyo je, majuma 70 kwa mujibu wa kitabu cha Ezekieli 4:6. Ezekieli 4:6. Nabii Ezekieli alikuwa nabii wa kipindi gani? Nabii Ezekieli ndio wa kipindi cha hao. Yeremia, Isaya, Danieli ni manabii wa kipindi kimoja. Waliachana na kina Hagai na kina Zekaria ni wa awamu hii. Walikuwa na tabiri, wanawaambia jamani rudini. Zekaria, ndio maana ukisoma kitabu cha Zekaria unasoma kinahusu nini? Watu warudi kujenga. Wajenge. Zerubabeli atajenga. Hagai ujenzi. Habakuki ujenzi. Hosea naye wa kipindi hicho ambaye alioa nini? Kahaba. Kuna watu wameniuliza, hivi kwa nini alioa nini? Kahaba. Maana huo ulikuwa ni unabii wa kwamba kama Hosea alivyooa nini? Nabii ameoa kahaba, anayeolewa na wanaume wengine anamfuata. Ndivyo ambavyo Mungu alisimama kama Hosea. Anahangaika na kanisa linalomwacha Mungu na kuolewa, mara linaenda Babeli, mara Ashuru, mara nini, mara anaenda kulikomboa kwa gharama. Ndio maana Mungu aliamua huyu Hosea na yeye aonje kama ni vizuri. Yaani Yeremia alisema, yaani jinsi ambavyo Mungu anawapenda ni kama mwanamume. Yaani jinsi aliwaambia Yeremia kwenye sura ya 5. Sijui fungu la ngapi hapo, Yeremia 5. Akasema jinsi Sayuni ni kama jinsi Sayuni imemwacha Bwana,
ni kama mwanamke amwachavyo mume wake, ni kama Hosea alivyokuwa naachwa. Ndivyo ambavyo wao watu walifanyeje? Walimwacha Mungu, na Mungu bado anawabembeleza, anawarudisha kuoa kahaba. Ndivyo hivyo Mungu anahangaika na kanisa na makanisa maasi. Anahangaika leo na kanisa la Wasabato, anahangaika na kanisa la Roma, anahangaika na wanani, anahangaika na Waislamu. Ni wote wamwacha Bwana wa mbinguni mwenye amri 10 na Biblia. Wanasema tuna kitabu kingine cha nini? Qur'an. Ulikipata wapi? Kinaongelea nini? Qur'an inaongelea miungu mitatu. Ararati, Manati na nani? Miungu mitatu. Ambayo ni Mungu mwezi Hubai, Al-Ilah. Kwa Kiarabu ni Al-Ilah. Historia inaonyesha Mungu alikuwa anaabudiwa, Mungu mwezi anaabudiwa miaka na miaka tangu Misri. Hiyo ndio walikuja wakabeba hao Waarabu, wakaanza kuabudu hiyo miungu ya Misri na wenyewe. Ndio wakaleta Al-Ilah, baadaye wakatoa Kaai wakasema aitwe Allah. Finish. Mekwisha. Sasa Mungu bado anabembeleza, anatoa ujumbe wa malaika watatu kwa ulimwengu ili kwamba watu warudi wapi? Kwa Mungu wa mbinguni. Majuma 70 yaliamriwa watu watoke, kwa hiyo unayahesabu kutoka hapa. Sasa Ezekieli nabii aliyekuwa kipindi chao akawaambia hivi, haya majuma 70 ni siku ngapi? 490. Hizo siku alisema kila siku muhesabu mwaka. Nabii Ezekieli ndo alikuja akawaambia wayahesabuje majuma 70. Hebu soma Ezekieli. Twende Ezekieli. Tena kitabu cha Ezekieli kiko karibu kabisa na kitabu cha nani? Cha Danieli. Amen. Ezekieli 4 fungu la 6. Aliambiwa haya majuma 70 yana siku 490. Wayahesabuje? Ezekieli 4:6. Mambo yanaenda vizuri kabisa. Ezekieli 4:6 waliambiwa jinsi ya kuzihesabu hizi majuma 70. How? 6 linasema fungu la 6. Aya 6 inasemaje? Maana nimekuagizia, fungu la 5 na 6. Maana nimekuagizia miaka ya uovu wao. Uovu wao hao iwe kwako hesabu ya siku. Yaani siku 390 ndivyo utakavyochukua uovu wa nyumba ya Israeli. Tena utakapoutimiza hizo, utalala kwa ubavu wako wa kuume, nao utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda. Siku 40, siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagizia, nao utauelekea uso wako uelekee mazingira ya Yerusalemu, na mkono wako utakuwa haukuvikwa nguo, nawe utatoa unabii juu yake. Waliambiwa wawe wanahesabu siku moja kwa mwaka. Kwa hizi hapa kuna siku 490. Aya, hizi sasa ni sawa na miaka 400 na ngapi? Na 90. Maana siku moja ni iwe mwaka moja. Haleluya. Kwa hapo Mungu anamwambia ni majuma 70, unazidisha mara 7 unapata siku 490. Kila siku ni mwaka mmoja, 490. Sasa tuulize. Chukua calculator. Fungua calculator hata wewe mpenzi mtazamaji. Chukua calculator. Sio calculator, calculator. Kikalkuletio, kikokoto. Amen. Haya, tupige hesabu hapa. Chukua mwaka 457 wa amri ya mwisho ya Dario ya Atashasta. Mwaka 457 BC. Sasa hii miaka si inatakiwa ihesabiwe, inashuka chini. Sasa hapa tunaenda kutoa 457. 400 ngapi? 457 mpendwa. Kutoa ngapi? Miaka 490, majuma 70. Tuone yanaangukia mwaka gani? 490. Inatoa ngapi hapo? Hasi ngapi? Negative 33. Aya, kujumlisha 1. Plus 33 plus 1. Siku ilikuwa ni BC. Sasa tumetoa miaka 490 inakuja mpaka 33. Sasa kwa sababu hakuna mwaka 0 kwenye BC kuja AD hapa kufikaga 0 ili anza kupanda. Ilitoka tu alipozaliwa Yesu. Yesu alizaliwa kabla haijafika 0 BC. Sawa. Kwa hiyo ilibidi wawe ukitoa una plus 1. Maana hakuna mwaka 0. Plus 1 ni 34 AD. Mwaka 34 AD
Ni tukio gani lilitokea kwenye historia ya Ukristo? Stefano alikufa. Hii ndio mwaka Stefano aliuawa. Stefano aliuawa kwenye kitabu gani? Matendo ya Mitume sura ya ngapi? Sura ya 2, ya 3, wakati wanahubiri pale. Kipindi hicho Yesu alikuwa ameshakuja ajaje? Alikuwa ameshakuja. Si ndio Matendo ya Mitume tumesoma hata juzi? Yesu alikuwa ameshapaa, si ndio? Yesu amepaa kwenye Matendo 1. Pentekoste wakamwagiwa Roho Mtakatifu, Matendo 2. Matendo 3 Stefano akauawa akiwa anahubiri na mitume wake. Aliuawa mwaka 34 AD. Ikiwa ni mwisho ilikuwa ndio mwisho wa ngapi? Unajua kwa nini aliuawa hapo? Wakati anauawa ndipo mlango wa rehema ulifungwa kwa Wayahudi. Yaani siku wanamuua Stefano ilikuwa ndio mwisho wa ngapi? Majuma 70 ndio yalikatikia hapo. Cross of probation to the Jews. Yani ile walinamuua Stefano waliziisha wameikataa jumla Injili. Wakubwa wote wakafungiwa mlango wa rehema. Wakapewa miaka ya ziada 40 ya watoto. Ya nini? Ndipo akaja yule mkuu nani? Tito mwaka 70. Tito mkuu, Tito mwaka 70 AD. Akaja akauchoma Yerusalemu, akaubomoa, ndio mambo yakaishia hivi. Mwaka 70 AD Tito akaja akabomoa mji. Kwisha habari yao. Ndio maana Daniel 9 inasema kwamba baada ya hapo huyu Masihi atakuja kukomesha nini? Dhabihu, masadaka, lakini wao wataendeleza masadaka. Wakati Yesu amekufa hahitaji sadaka. Si hata ile pazia lilikatika. Lakini wao waliendeleza, afu baadaye wakamuua Stefano wakisema Injili hiyo hatumwamini huyo Yesu. Wakafungiwa mlango wa rehema, wakapewa miaka 40 watoto, rehema za Mungu. Mwaka 70 Yerusalemu kazingirwa na Warumi, ukachomwa. Majuma 70 hayaongelei ujio wa pili wa Yesu. Ni kipindi cha ujio wa kwanza wa Yesu wa Kristo wenzangu. Huyu Francisco Rivera ana confuse mambo. Mmenukuu Bible commentary ya nini? Ya Warumi, ya Waroma hao. Ili tusiendelee kujua wapinga Kristo ni akina nani. Mkuu aliyekuja kubomoa Yerusalemu ni Tito. Amen. Sasa tumepata hapa tu ni hii miaka 490 ambayo ni majuma 70 ilikuja kuishia hapa. Hapa katikati sasa tujaribu kufanyaje? Kuangalia ule mchanganuo. Majuma yale kulikuwa tuliambiwa kuna majuma 7, si ndio? Alafu kuna majuma 60 na ngapi? Chukua 69. Majuma 69. Sawa? Majuma 69 mara 7 ni miaka mingapi? Ni siku mingapi? 69 mara 7 ni 480 na ngapi? Na 3. Majuma 69 ukitoa ile juma moja kwanza ambalo katikati ndo Masia na nani, tuangalie liliangukia hizi majuma 69 zilisha wapi kwanza. Majuma hizi 69 62 na zile 7 ni sawa na siku 483. Sasa kila siku ni sawa na mwaka. Kwa hiyo ni miaka 483. Haya, chukua calculator yako tena. Mambo too simple. Chukua 457 yatoka amri ya kujenga Yerusalemu. 457 kutoa 483. 483. Unapata ngapi? Unapata ngapi? Negative 26. Unapata 26 plus 1. Kwa sababu hakuna mwaka 0 AD. 26 plus 1. 26 plus 1 ni sawa na 20 na ngapi? Na 7 AD. Mwaka 27 AD nini kilitokea? Yesu ndo alibatizwa. Yesu ndo alibatizwa. Kumbe mwisho wa majuma 70 Yesu ndo alibatizwa mwaka 27 AD. Mungu wa mahesabu. Mungu wetu ni wa mahesabu. Yaani plani ilikuwa imewekwa vizuri. Wayahudi wangesoma unabii wa Danieli 9 vizuri, wangejua mpaka Yesu anakufa lini.
Yaani kumbe miaka ilikuwa humo kwenye Danieli, kitabu cha Danieli. Ilikuwa hivyo. Kuna swali? Hamna swali? Aya, uliza. Kwenye 27. Unadaiwa 26. Wewe una 20. All right. Okay. Swali hapa ni simple tu kwamba tumetoa ikaja hasi 26. Maana ya hizo hasi na nini ni kwa sababu miaka huku ilikuwa inatoka before Christ. Ngoja niwacholee kitu kimoja. Hapa makapeni zinamaliza inki. Sasa itakuwaje? Ngoja tu hapa tuweke hivi. Miaka hii ilikuwa hivi. Ni simple. Kulikuwa na marker kwenye hapa nyingine. Where is it? Okay. Hapa hii miaka ilikuwa ni BC. Hapa BC imeshuka hivi, alafu ndio inapanda huku AD. Sawa? BC wakati inashuka hii ilikuwa ni miaka iko juu. Inashuka. Yesu alizaliwa mwaka 3 BC hivi. Amidi 3 BC 4 BC. Sawa? Sasa alipozaliwa hapa haijafika 0. Haijafika 0 BC. Ili kuanza 1 AD. 1 AD. Sasa Yesu amezaliwa hapa. Maana hii BC maana yake before Christ. Unaona? Hii AD maana yake Anno Domino. Hii inaitwa AC kwa Kiswahili. EC after Christ. After Christ. Baada ya Kristo kuzaliwa. Sasa hii ndio inaanza kupanda mpaka leo inapandaga inaenda ni positive. Sawa? Sasa huyu Yesu amebatizwa 27 AD kwa nini? Sawa? Haya. Wakati majuma 69 yanaishi, Masihi anatiwa mafuta hapo, anapokea Roho Mtakatifu. Kivipi? Yesu amezaliwa hapa kwenye 3 BC, kuanzia hapa alipozaliwa ikaitwa AD, ikaitwa AC. Hapa unaona hapa kulikuwa na nini? 2 BC haipo, 1 BC haipo. Hapa kuna nini? Kuna miaka ilikatika hapa. Ndio kufika 0. Unaona sasa? Sasa kwa kuwa hapa amezaliwa, kuanzia hapo ikawa after BC hapa. After Christ. Kwa hiyo sasa hapo pakaitwa 1 AD kabla ya muda wake. Tusome Biblia sasa. Ina confirm hicho kitu. Yesu alibatizwa na miaka mingapi kwa mujibu wa Biblia? Oho. Wewe umechanganya kabisa. Yesu alibatizwa akiwa na miaka mingapi? Simo alibatizwa mwaka gani? Alibatizwa akiwa yeye ana umri gani? Alibatizwa akiwa na miaka mingapi? Miaka mingapi wapendwa? Miaka mingapi wapendwa? Yesu alizaliwa akiwa na umri gani? Okay. Eti akiwa na sorry. Alibatizwa akiwa na miaka mingapi wapendwa? Jamani, hizi akili za artificial intelligence bado haijarudi kwenye AI vizuri. Okay, hapa tuangalie Bible. Bible inasemaje? Yesu alibatizwa akiwa na miaka mingapi? Aya, Luka ngapi? Aya, tusomee Mathayo ngapi? Mathayo 3 inasemaje? Aya, soma Luka 3:23. Soma Luka 3:23. Inasemaje? Luka 3:23. Luke 3:3. Luka 3:23 inasemaje? Na Yesu mwenyewe alianza. Soma na wewe Biblia yako. Roho Mtakatifu akashuka kwa mfano wa kiwiliwili. Ndio. Sauti ikatoka mbinguni. Wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu. Nimependezwa nawe. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha, alikuwa amepata umri wake kama miaka 30. Amen. Alikuwa na miaka 30 alipobatizwa akaanza kufundisha rasmi. Alikuwa na 30 years.
Hivi kama alibatizwa mwaka huu 27 AD. 30 years back ni ngapi? Si ni hasi 3. Ni -3. Si ndio? Alizaliwa miaka hiyo sasa. 3 BC 4 BC hapo. Ile negative. Ile ije yani ukiwa unashuka hivi, si hapa ni kama plus. Miaka inashuka hivi, ina maana unatoa. Ili kujua kama huku ni mwaka gani lazima ushuke. Yani miaka hii ilianza kuhesabiwa 4004 BC. Kwa hiyo walikuwa naenda unapunguza. Ukiona imeanza imefika mwisho, hiyo negative maana yake ndio inaanza kupanda kwenda AD. Are we together? Hiyo hasi maana yake hapa BC imeisha, inaanza kwenda AD. Kwa hiyo sio swala la negative na positive. Hiyo ndio miaka inaanza kupanda kwa juu. Hapa ilikuwa wanaenda wakutoka ku minus. Ilivyoisha vikaanza kupanda AD sasa. Amen. Kwa hiyo sasa hapa ilikuja mpaka 27 AD. Kumbe mwaka Yesu anabatizwa ndio ilikuwa mwaka huu alitiwa mafuta. Ndio ilikuwa mwisho wa majuma ngapi? 69. Sasa kwenye 69 ilikuwa imebaki juma moja, si ndio? Are we together? Kwenye majuma 70. 69 imeishia kwenye ubatizo wa Yesu hapa. Inabaki wiki ngapi? Moja. Tunaambiwa kwenye nusu juma Masihi ndo alikatiliwa mbali. Nikuulize. Nusu juma ni siku ngapi? 3.5. Ambazo kila siku ni mwaka moja, si ndio? Kwa hiyo katikati ya miaka 7 ile ya mwisho hapa ya kukamilisha haya majuma ambayo tumeona ilikuwa inaishia 34 AD. Katikati hapa ni 3 days ambayo ni 3 years and 3 years. 3 years hapa ni Yesu alitakiwa afe. Je, kweli Yesu alikufa katikati ya hiyo miaka? Chukua 27 AD mwaka aliobatizwa Yesu, akatiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Jumulisha 3 years and a half. Inakuja mwaka gani? By the way, huu mwaka 27 ulikuwa sio mwaka 27 exactly. Ulikuwa ni kwenye miezi kadhaa. Are we together? Ilikuwa either tuweke 0.5 AD. Maana ilikuwa ni kati ya mwaka. Chukua 27.5 plus 3 and a half years again. Unapata ngapi? 27.5 kujumlisha 3.5. Napata 31. Yesu alikufa au hakufa mwaka huo? Alikufa. Ratiba ya kuja kwa Yesu, kubatizwa kwake, mpaka kufa kwake ilikuwa imeshatolewa kwenye Agano la Kale, kwenye Danieli 9. Ina maana wanafunzi wa Yesu mpaka wanapelekwa kwenye Pasaka wanakula na mkate, walikuwa hawaelewi. Are we together? Let me check my mic. It is okay. Kwa hiyo sasa kumbe ratiba ilikuwa hivyo. Haya, 3 years and a half inayobaki Yesu salipaa mwaka huo 31. Baada ya hapo si ndivyo ilifanya nini? Watu wakapewa Roho Mtakatifu, wakaanza kuhubiri, wakachapa viboko. Baada ya kuchapa viboko wengine wakapondwa mawe. Mtu ameshamkataa Yesu mwenyewe. Wanaohubiri habari ya Kristo na wenyewe wakafanyaje? Wakapondwa mawe. Mlango wa rehema kwa Wayahudi ukafungwa. Danieli 9 inasema baada ya hapo kutakuwa na vita, na vita kweli zilikuwepo. Baada ya hapo yule mtu mkuu atakuja kuuvunja nini? Ule mji. Mwaka 70 AD. Mkuu akaja nani? Tito, akavunja Yerusalemu na Yerusalemu kachomwa. Tangu hapo haujawahi kujengwa Yerusalemu kama ilivyokuwa vile. Hawajawahi kujenga Yerusalemu kwa utukufu kama ule. Yani hiyo haitatokea tena. Hiyo Yerusalemu ya sasa ya Benjamini Netanyahu, hii ni kama utoto tu. Wanasema wana teknolojia za kisasa, sijui wana manini. Hiyo sio. Yani ile ya kwanza ilikuwa inaitwa Glorious Jerusalem. Si hiyo unaingia tu.
Hamna hata ukuta. Ule ukuta ulikuwa ni majesty wall. Ulikuwa ni ukuta mkubwa. Ulikuwa umejengwa kwa gold everywhere. Leo unaenda Yerusalemu gold mpaka uitafute. Ilikuwa ni full gold. Walipiga zilichoma zote hizo. Haitatokea tena hiyo. Kwa hiyo wapendwa, hiyo komentari ya Jesusi Francisco Ribera inayowatabisha warokore, jamani ni ya uongo. Ukweli uko wazi. Mungu ametufunulia kila kitu ya kwamba Yesu angekuja kufa kwa mwaka huo, na mlango wa rehema wao ungefungwa na angebatizwa hapo. Majuma 70 aliyatoa Gabrieli. Alikuwa anazungumzia ujio wa Yesu mara ya kwanza, si mara ya pili. Leo Israeli hawaamini hata ujio wa mara ya kwanza, na ratiba walikuwa wamepewa zote. Unajua nini kilitokea? Pambano Kuu inasema hivi. Pambano Kuu ya Ellen G. White anasema kuna watu walitaka wasome kitabu cha Danieli. Kuna watu walitaka kukokotoa ile hesabu ya majuma 70 ili wajue Yesu atakuja lini mara ya kwanza. Huyu ni Emanueli, mfalme wa amani. Marabi waliwatangazia laana kwa yeyote atakayejaribu kukokotoa huo unabii. Waliambia hakuna kusoma unabii, hakuna kusoma unabii, hakuna kuhubiri unabii, hakuna kuhubiri. Pambano Kuu inasema hivyo. Waliambiwa atakayejaribu kukokotoa hayo majuma 70 amelaaniwa. Ndivyo ambavyo leo wachungaji wa Kisabato wanaambia watu wasisome unabii. Achaneni na maunabii hayo, msisikilize akina Maringo. Wanawababaisha hao. Wanawatia nini? Wanawatia nani? Hofu. Kaeni tu, muenjoy, tuongeze feni, tuongeze ya condition, tule na makambi, tule milioni 40 sasa makambi, tule nyama na kuku. Acheni hayo mambo ya roho ya unabii hayo. Eti akina Maringo hao wanasoma na roho ya unabii kuliko nini? Biblia. Wapendwa, hivi kwenye ubiri hili lote nimesoma roho ya unabii mara ngapi? Si tumetembea Biblia. Kati ya Biblia na roho ya unabii ni ngapi nimekufundisha hapo ya Biblia? Na umeona iko wazi. Just people wanawadanganya, wanawalagai kama Marabi walivyowazuia hao. Msisome unabii. Paka Yesu akaja, wakamwambia sio yeye. My people, mtaendelea kuambiwa sio yeye, sio yeye. Na hata sasa mnaambiwa, mnafikiri Yesu anakuja? Hamna. Mpinga Kristo ni Roma. Mnaambiwa hapana, Roma imebadilika. Mnaendelea kudanganywa hivi hivyo. Hao Wayahudi tu tunasoma tunawacheka. Eti hao Wayahudi walimkataa Yesu, akasema afunguliwe Baraba. Hata wewe mpendwa umeanza kumkataa Yesu. Unasema haji, unasema Yesu atakuja miaka 100. For religious liberty, everybody knows that during the Middle Age, you know, the Catholic Church did not live according to that principle. But to be fair to the Catholic, it changed in 1965. Umeanza kukataa unabii, unasema Roma sio nini? Ni brother leo, Roma ni brother. Ni brother. Siku mnakuja kuchinjwa, mtajua sasa ni brothers au ni enemy. Roma yani iko smart sana. Wanajua kwamba Waprotestanti ni maadui forever. Kill them. Sheria ngoja zisainiwe kwa serikali. Na Trump amekuja, yuko na Queen Bennett na nini? Na Warumi. Utaona sasa kilichowatokea wale pembe 3 walimolewa. Without mercy. Hizi nchi kama Urusi, hizo za communist, hizo pamoja na zenyewe ziko na yale marogo mamisalaba yale ya Mantas. Wote na wenyewe wameshakuwa kwenye umizimu tu. Sikule wanaitwa Orthodox, Catholic Orthodox. Ni wale tu. Rumi is one. Yaani wapagani wao wana umoja. Mwabudu nyota, mwabudu jua, mwabudu mwezi, mwabudu nini na mwabudu sanamu. All they are one. Maana shetani si ni yule, tofauti rangi tu. Sasa baadaye si shetani atakuwa mmoja huyo. Lakini Wakristo rafiki yangu hawana umoja kabisa. Ndio maana tu kitakacho tukusanya ni kwenye mauaji. Wakati mauaji yametawala pale, ndio utaona sasa wale Wakristo wanyenyekevu sasa. Watasema niko tayari kufa, au ndio sasa tutasimama nao. Lakini sasa hivi huwezi kunidanganya rafiki yangu hata uigize na wewe unahubiri unabii kama hivi au niambie let us be friends. I don't trust you. Wacha Sunday ipite kwanza.
ili wanafiki wasafishwe, ndipo tutakuwa na usabato yakinifu, usabato ambao uko pure. Sasa hivi sabato asuti tu uniconvince, you cannot convince me. Siwezi kukubali kwamba huu ni msabato. Hawa sabato wanaosema usikokotee unabii kama manabii walivyodanganya watu. Yaani mpaka watu walienda mpaka ile miaka ya kuvunjwa kwa Yerusalemu imefika, makuhani wanawaambia tuendelee na sadaka ya nini? Ya kuteketezwa. Wakati Yesu alikuja kukomesha dhabihu, watu wanaendelea nini? Waendelee kutoa sadaka, wanachinja tu. Baadaye walianza kuchinja na nguruwe. Kondoo waliisha. Unajua ile kondoo wakati Yesu anakufa, pazia lilipasuka. Lilipopasuka ikafanyaje? Kale kawimbo ka Beroya tunasema aliyesauliwa na kukataliwa na watu, hata wakapiga kura nini? Mavazi yake wakapiga kelele, asulubiwe, asulubiwe, mfalme wa Wayahudi asulubiwe. Pazia la hekalu ilipopasuka, wakafanyaje? Giza likaitufunika dunia, mwana wa Mungu kakata roho msalabani, na alfajiri na mapema siku ya tatu, kaburi liko wazi, kaburi liko wazi. Sasa Beroya wanaimba, wale wanaimba unabii. Amen, wabarikiwe hiyo kwaya. Wakaimba sasa yuko hai na amefufuliwa, wenye dhambi wakawekwa huru. Biblia inasema Daniel 9 aliweka agano na watu wengi, wakaweka agano. Ndio hata leo, hata mimi nimeweka mkataba na nani? Na Yesu Kristo. For me, for him, forever. Ni ndoa ya jumla jumla. Haleluya. Hata wewe mpendwa, fanya agano upya na Kristo. Renew your covenant today. Fanya upya leo agano na Yesu. Maana unabii akisema huwa amesema kweli, huwa hakosei. Yani date zile zilienda vile vile, na tutakuja kuangalia siku moja jinsi tarehe ya ujio wa Yesu ilivyo systematically. Ipo, wengine wanasema haipo. Hakuna harusi ambayo haina tarehe, my friend. Ulishawahi kuona wapi harusi ya ufalme wa Mungu eti haina tarehe? Najua watasema kwamba hamna harusi kuitangaza. Ndio, tarehe ya harusi mpendwa huwa haitangazwi mtaani, haitangazwi kwenye redio. Tarehe ya harusi huwa iko wapi? Kwenye kadi ya harusi. Wewe kama sio mrengwa, hautapata kadi ya mwaliko wa mwisho, hivyo hautapata tarehe ya siku ya ile sherehe. Tutakuja kuangalia somo hilo special kwa kina kuliko ambavyo umesikia na ambavyo nimewahi kuhubiri. Yesu atatufunulia zaidi. Kwa hata leo wapendwa, commentary ya shetani ni ya uongo. Hiyo ya Francisco Rivera ni ya uongo. Majuma 70 ni ya ujio wa kwanza wa Yesu. Tutaenda kuona nani alinyakuliwa sasa. Hapo kuna mtu alinyakuliwa? Daniel 9 alisema kuna unyakuo? Hamna. Alifanya agano na wengi, watu wakafanyaje? Wakabaki duniani. Wakufa kwa viboko, walikufa kwa viboko, lakini wamefanya agano na nini? Na Yesu. Hata wewe leo mpendwa na kuita, muamini Yesu Kristo, liamini Biblia. Biblia ni kitabu kimoja ambacho kina ukweli pure. Achana na hizo komentari. Rudi kwenye Biblia. Kanuni juu ya nini? Kanuni. Na wahubiri fungu juu ya nini? Ya fungu. Waache kuungaunga. Unajua yule mzee alikuwa anasemaje? Nikajikuta. Sasa hiyo ni miaka 7 ya mwisho kutoka mwaka upi labda? Matukio yake ilikuwa sio rahisi kuyaelewa, isipokuwa ukienda na ratiba ya Mungu mwenyewe kulingana na hali inayojitokeza. Nikagundua kwamba kuanzia mwaka 2083 hii tulionayo sasa sio rahisi kuvuka 2026 bila kupata unyakuo wa dunia. Basi sasa hapo ndo tunataka tufahamu kwa kivipi zaidi hapo, yani kuendelea katika kutemena swali la juma la 70 na kutaka kulifundisha mahali pengine. Basi nikaja kujikuta hapa kanisani mwangu, najikuta sasa napanga miezi na miaka kwa kibiblia.
Nilijikuta yule anamuoji yule mwandishi wa habari anamuoji, kwa nini sasa mnasema majuma 7 ya mwisho yamefika, ni miaka 7 ya mwisho Israeli inakuja kukombolewa. Hapo wao wanafundishwa kwamba inakombolewa Israeli ile kule ya Ibrania. Hapo wanaambiwa 144,000 ni wa kule Israeli hiyo ambayo ilifungiwa mlango wa rehema hiyo. Wakabadilika wakawa chini ya Freemason wa kina Rothschild, Lady Sirgi. Ndio maana mpaka leo Israeli wanatumia bendera ya nyota ambayo ile nini, Pentagon, hexagon. Haya mtajua wenyewe. ile ni nyota na kwenye bendera ya Israeli ni la Freemason la kina Rothschild, moja ya familia 13 za Illuminati. Israeli waliferia hapa. Ndio maana sasa hivi Mungu anaita Israeli wa kiroho, anaita Israeli wa kiroho. Na akina Maringo wamo, leo akina Esther wamo, leo akina Neema wamo. Yani leo na akina nani? Akina Nyangwine, Nyambari Nyangwine wanaweza kuingia kwenye nini? Akina Israeli wa kiroho humo. Sio mpaka uwe Benjamini, uwe nani, uwe Johanasani, uwe nani eti majina unajibatiza ya Kiebrania. Rabi fulani, rabi au marabi si ndio walimkataa Yesu. Yani hapo jina alikuokoi kitu. Maisha yako na Ukristo wako ndio sasa. Mungu anatafuta Wayahudi wa kiroho. Hatafuti Wayahudi wa kimwili eti mimi ni msabato kwa hiyo mbingu ni yangu. No. Hiyo jina alikuokoi. Maisha yako unaposarenda kwa Kristo na kunyenyekea kwake, awe kila kitu kwako. Maana tulisoma angeleta haki ya milele. Swali, Yesu hakuleta haki ya milele? Alileta haki kupitia nini? Kwa imani. Ambaye alisema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo mmekwisha. Wasabato sasa hivi tumejaa Ufarisayo tu. Migongano mitandaoni, migongano sijui huyu msimsikilize, ni Ufarisayo tu. Why? Wasisikilize vitu kama hivi. Hivi vitu vizuri hivi. Maka question unayapata kisimple. Bado unaambiwa usisikilize. Rafiki yangu, wewe una mkataba na Yesu, si wa kushikiliziwa na mtu. Hata mbinguni utaingia wewe na Yesu tu. Hamna mtu atakuja kusema jamani kitabu cha kanisa kinaonyesha jina lake lipo Yesu, kwa hiyo mruhusu. Hapo utaona mtu anakuja na kitabu cha kanisa. Many are written, their names in the church books. Ellen G. White ameandika kwenye Last Days Event. Anasema wengi wameandikwa kwenye vitabu vya makanisa, lakini majina yao hayako kwenye kitabu cha mbinguni. Big Ross. Ndio maana tunaita watu kuanzia sasa tuende wapi? Tuende kwa Mungu. Tuende patakatifu. Tukaze maisha ya Kikristo. Tukaze maombi. Tukaze kusoma neno. Biblia iwe chakula mchana, asubuhi, mchana, usiku. Amen? Sio unadashi leo, ina maana hapo roho ina njaa. Kwa nini wewe usiache kula pia? Mwili wako uache kula leo. Acha siku nzima na kesho kama unadasi Biblia unajiandaa kufa na ukame. Na bado unaomba mvua ya masika, my friend. Watu wanaomba tuombe mvua ya masika. Tuombe mvua ya masika. Are you farming? Unalima? Umepanda? Hujapanda. Mvua ya masika ije nini? Itanyesha tu ardhi. Inyeshe tu ardhi. Alafu maji yafanyeje? Yasababishe majanga, mafuriko na nyumba za watu zidondoke. Mnataka hivyo? My friends, let us get ready. Jesus is coming again. Yesu anarudi tena. Tunaomba tupige magoti tuombe. Muamini Yesu leo mpendwa. Ninakusihi kwa damu ya Kristo. Muamini yeye, anakupenda, atakusamehe, atakurisha. Alisema anabisha mlangoni, fungua ukae ndani yake na ndani yako, kisha mtakula naye. Atakupa imani safi, dhahabu safi. Atakupa dawa ya macho, uyaelewa haya. Atafungua macho yako kwa roho wa Mungu mtakatifu. Na mambo haya yatakuwa rahisi na utabarikiwa mno. Mungu akubariki sana. Endelea kuungana nasi The Messenger. Niombee na kuombea. Nasi tutafika wapi? Kwenye ufalme wa Baba. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Baba yetu mwema, jina lako lisifiwe sana. Liinuliwe juu kuliko majina yote. Maana majina yako uliompa Yesu ni mema na ni mazuri. Ndiyo maana watu wa Mungu wamekuimbia. Majina yote ni mazuri Bwana. Tunakushukuru, majina yako
ni mazuri. Kila jina unaloitwa ni baraka kwetu. Hata wengine wanakuita Elohim. Wengine wanakuita El Shaddai. Yote Bwana nimekuwa ni maisha mema na majina mema juu yetu, yanatamka mibaraka kwetu. Unaitwa mfalme wa amani, mfalme wa utukufu, Mungu samehaye na kukumbuka maagano, mtunza maagano, covenant keeper. Praise be to your name. Praise be to your name, Lord. We ask for your blessings. Tunaomba baraka zako zaidi katika masomo haya tunayojifunza. Futa kwa damu ya Kristo makosa yetu, tupatanishe nawe Bwana. Tunaomba ukasamee hata waliofundisha watu uongo. Wengine wamekufa katika uongo wao, malipo yao yameshafungwa. Wengine watazidi, lakini wengine kwa sababu wamejua ukweli wasamee. Sasa waongoze kufundisha kweli. Waache tamaa za mapato na kufanya kazi za Rumi ili walipwe. Tunaomba ukawasamee na kuwasaidia. Ni katika jina lake Yesu Kristo tubariki. Amina. Aliyedharauliwa na kukataliwa na watu, wakapiga kura mavazi yake, wakapiga kelele kwa sauti kuu, asulubiwe, asulubiwe, mfalme wa Wayahudi asulubiwe. Pazia la hekalu lilipopasuka, akaliondoa agano la mwanzo na kulisimamisha agano jipya, yani damu yake. Akasema imekwisha, imekwisha, imekwisha. Giza likaifunika dunia. Mwana wa Mungu kakata roho msalabani. Na alfajiri na mapema siku ya tatu, kaburi liko wazi, kaburi liko wazi. Sasa yuko hai mkombozi wangu mimi na wewe. Sasa yuko hai milele. Ni kweli amefufuka, watu wameshuhudia. Tetemeko lilipiga, walinzi wakaogopa. Malaika alishuka kuliviringisha jiwe. Ni kweli Mwokozi amefufuka. Ni kweli amefufuka, watu wameshuhudia. Tetemeko lilipiga, walinzi wakaogopa. Malaika alishuka kuliviringisha jiwe. Ni kweli Mwokozi amefufuka. Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa, na adui naye ameshindwa. Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa, na adui naye ameshindwa. Ndiye yeye anayekuja tena mara ya pili, kuwafufua waliolala kwa jina lake, wapate kuishi tena maisha ya umilele. Ni kweli Mwokozi waja tena. Ndiye yeye anayekuja tena mara ya pili, kuwafufua waliolala kwa jina lake, wapate kuishi tena maisha ya umilele. Ni kweli Mwokozi waja tena.
Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa, na adui naye ameshindwa. Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa,